Asalamu alaikum. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Simba moja. Ndugu zetu waandishi wa habari, awali ya yote mimi niwashukuru mno kwa kuwa pamoja na sisi na kuamua kuungana na sisi kusikia ni nini ambacho tunahitaji kukizungumza. Sisi hatuwezi kusema ni tamko, lakini tunasema tunashukuru kwa kuamua kuungana na sisi mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club kusikia na sisi tuna maoni gani kwenye sakata ambalo linaendelea. Nafikiri sisi hatutakuwa na mazungumzo marefu sana, ila tu tutatoa maoni yetu na sisi kama wana Simba, kama ambavyo wenzetu wametoa maoni yao kwa uhuru sana. Nafikiri kila mmoja wetu hapa atakuwa na ana dukuduku lake au ana kitu ambacho anaamini kwamba ana haki ya kukizungumza na kukitoa kwenye klabu yetu. Tunafanya hivi sio kwa maana ya kufanya misuguano, kupingana, kubishana, isipokuwa kujenga hoja kwa maslahi mapana ya klabu yetu, kwa maslahi mapana ya Simba yetu. Tunahitaji mwisho wa siku tuwe kitu kimoja, tuzungumze lugha moja. Na ili sisi wana Simba, wanachama na mashabiki tuwe kitu kimoja, ni lazima viongozi wetu waelewe sisi tunataka nini na waweze kutuunganisha sisi, kutufanya kuwa kitu kimoja, badala ya kutugawa na kuwa na kelele za huku na kule. Mmekuwa mashuhuda, sitaki kusema sana kwamba labda tunataka kujibu walichosema wenzetu, lakini na sisi tunataka kutoa maoni kama ambavyo na wao wametoa maoni yao, hasa kwenye upande wa ishu ya mwenyekiti na upande wa ishu ya mwekezaji. Kwanza nishukuru klabu kwa sababu kwa namna moja au nyingine imekemea hayo yote ambayo yametokea. Kwa kama klabu imekemea hayo ambayo yametokea, hii inaonekana wazi kwamba kuna kitu ambacho uongozi wetu unapaswa kufanya ili sisi tuwe wamoja badala ya sisi kuyumbishwa. Ni nini ambacho uongozi wetu unatakiwa kufanya? Uongozi wetu unatakiwa kutuambia ukweli wa kila kitu ambacho kinaendelea ni upi, ili sisi kusiwe na kelele huku na kule. Kwa sababu wenzetu wamezungumza, lakini mwenyekiti alitoka nafikiri akafanya interview, akazungumza. Hoja zilizoongelewa na wenzetu mwenyekiti, some of them alizijibu. Lakini sasa tunataka tufike mahali tuwe na official information kwamba haya yanayozungumzwa ukweli ni upi. Tukiachilia mwenyekiti, tuna uongozi mpana sana ndani ya klabu ya Simba. Tunaye CEO ambaye nafikiri pia vitu kama hivi vidogo vidogo yeye alikuwa na uwezo mkubwa sana pia wa kutusaidia kujibu na kuclarify kwamba kipi ni kipi. Mfano, sisi tuliokaa hapa leo tukirelay kwenye hoja za jana za mwekezaji hafai, lakini nyinyi ni mashahidi kwamba na wenzetu waliosema hayo jana, vipindi vya nyuma wote tulikuwa wamoja tukisema uongozi wa klabu hautufai, pamoja na hao waliozungumza jana. Je, ukweli ule wa yale wenzetu ambao walikuwa wanayaongelea jana wameupata wapi? Kama wao kuna mahali wanapata ukweli huo, naamini huu ukweli ulikuwa unapaswa kuwa ukweli mpana kwa wanachama wote wa klabu ya Simba. Sio wanachama walioko Dar es Salaam, wanachama walioko Mwanza, walioko Iringa, walioko all over Tanzania wanahitaji kujua ukweli. Na sisi wanachama au na mashabiki wa Simba tunatoka hivi tunakuwa tunafanya press kila wakati kwa sababu tunahitaji kujua ukweli. Na kwa sababu hatujapata ukweli ndio sababu tuko kwenye mgawanyiko. Kwa hiyo tunatamani sana uongozi wetu uwe wazi. Na sisi tumesema, mimi bahati nzuri jana nilipata nafasi ya kuongea hata kabla ya kujua kama kulikuwa na hiyo press. Na mimi kilio changu mara zote nimekuwa nikikielekeza kwa mwenyekiti kwa sababu najua mwenyekiti ndio anayetubeba sisi wanachama. Kwa hiyo tunajua mtu wa kumuinulia au kumnyoshia vidole ni mwenyekiti wakati wote. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani klabu, uongozi wa klabu yetu, mwenyekiti na CEO, sisi tuna mkutano mkuu, wangetoka wakatuambia ukweli ni upi. Kama watafanya media au watafanya chochote kile, watuambie ukweli ni upi. Sisi tulioko hapa tunaamini kwamba tajiri anatoa pesa. Sisi tunaamini hivyo. Lakini wenzetu wanaamini kwamba tajiri hatoi pesa, na wao wameongea kwa gati zote kwamba tajiri hatoi pesa. Especially kipindi cha usajili. Wanasema dirisha dogo tajiri alizima simu.
hakutoa pesa ya usajili. Mimi naomba ni question kwao kidogo tu kwamba dirisha kubwa tajiri alisema ametoa bilioni 6 plus za usajili, na mkutano mkuu kwenye mapato na matumizi wakaeleza, klabu ikakiri kwamba tajiri aliahidi bilioni 6 na ametoa. Maana yake bilioni 6 ilikuwepo na wachezaji walisajiliwa, na kipindi kilichopita pia tajiri alitoa pesa tukasajili, na baadhi ya wachezaji waliuzwa. Je, zile pesa zilizouzwa wachezaji hazikuwa zikijitosheleza kusajili dirisha dogo? Je, pesa zinatoka tu kila usajili au inatakiwa kwamba pesa inatoka inapohitajika? Tuna maswali madogo kama hayo sisi tulioko hapa ambao tunahitaji clarification. Pesa inatakiwa kutoka wakati gani? Lakini lingine ambalo natamani sana klabu yetu siku moja itupe majibu ya hayo. Tayari mwekezaji sisi tumemweka kupitia mkutano mkuu wa klabu ya Simba kwa maana ya wanachama. Lakini leo inaonekana kwamba mwekezaji hatoshi, hatufai. Which tulitakiwa pia tupokee taarifa hizo kutoka kwenye mkutano mkuu kwa kuclarify. Tupate kabisa vigezo kwa nini mwekezaji hatutoshi. Sisi ndio tumempitisha na sisi tuna haki ya kumtengua. Kwa tupewe taarifa hatutoshi kwenye kipengele kipi. Tumeambiwa mwekezaji anadai, tumesikia mwekezaji anadai, na anapoonekana Mohamed anapodai pesa anayotoa ni dhambi kubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Lakini huyu mtu tunayemlaumu akidai pesa zake hatujamkabidhi timu. Tumekataa kukamilisha transformation kwa kuamini kwamba hatufai. Sasa kwa nini pesa yake anapodai tunaona kwamba ni dhambi? Je, pesa anazotupa mtu ambaye hajakabidhiwa timu anatuhonga zile pesa? Yaani ni haki baniani mbaya kiatu chake dawa. Ni haki yeye kutupa pesa zake na hapaswi kudai. Lakini kumkabidhi timu ni dhambi. Sasa kama hatumtaki, kwa nini pesa zake tunazitaka? Kama hatumtaki, pesa zake tusichukue. Kama tunaona hatufai, turudisheni kile ambacho anatudai, ambacho yeye ni haki yake. Sasa tunapotoka nje tunakuwa na mafungu ya watu hao wanasema hivi, wanamtukana au wanasema vile kwa kuona kwamba hastahili kudai. Kama ambavyo hastahili kudai na kama ambavyo nyinyi mnaona kwamba hastahili kupewa timu, basi muache, msilalamike kwamba kazima simu, msilalamike sio kafanya nini. Ana haki ya kudai kwa sababu timu hatujamkabidhi. Kwa kama tunaitaka pesa ya Mohamed, basi tuhakikisheni kwamba tunakamilisha yale makubaliano ambayo tunakuwa nayo. Tunazungumza si kama mashabiki tu, lakini kama wanachama. Tuna CEO, mimi ninarudia sijawahi kumzungumzia CEO kabisa, lakini naamini CEO wetu ana uwezo mkubwa wa kutujibu au wa kutoa clarification ya haya ambayo yapo. Tunazungumzia usajili, tunasema mwekezaji atoi pesa, lakini sajili zote kubwa mwekezaji ametoa pesa. Je, pesa anayotoa na wachezaji wanauzwa haitoshi? Inabidi pia pesa nyingine itoke. Je, pesa inatoka inapohitajika au inatoka tu pale watu wanapokuwa wanahitaji? Swala la yeye kuondoka, that's not a big deal. Kama mnaona hafai, basi turudi kama ambavyo tumemweka, tumtoeni kwa utaratibu, sio kwa vigenge huko pembeni. Kwa upande wangu mimi na yote ambayo nimeyazungumza jana na siku nyingine zilizopita, bado mimi ninasisitiza kwamba tuna matatizo makubwa sana ndani ya uongozi wetu wa klabu ya Simba. Na kwa sababu klabu ya Simba ndio ambao tuna uwezo wa either kumweka ama kumtoa mwekezaji. Kwa kama tumeamua hivyo, tuache propaganda za watu wanaotoka huko kusema, yani kumwaminisha mtu kwamba mtu fulani akitoka yeye ana uwezo wa kuiongoza klabu. That's not true. Hiki ninakisema mara zote, Mohamed hajatoka hapa na Simba. Simba hii watu wanaoingangania leo katoka nayo mbali, kaitengeneza kuwa hivi ilivyo. Kwa kama tunaona hatufai, basi tuweni fair. Mnyonge tumnyongeni, lakini haki yake tumpe. Tuna vitu vingi ambavyo nafikiri na wenzangu nao wana vya kwao ambavyo watavizungumza. Ninadhani wana Simba wenzangu tufike mahali tuamini ya kwamba sisi ni wamoja. Tunachokipigania, tunapigania umoja wetu, tunapigania maslahi mapana ya klabu yetu, tunapigania nguvu kubwa ya Simba. Tuwe wamoja, tusiwe mafungu.
tukae tuzungumze kitu kinachoeleweka. Kitu kinachoeleweka kitatoka ndani ya klabu ya Simba na ndani ya mkutano mkuu wa Simba. Hatutaki kuwa na mikutano ambayo haina hoja za mantiki, zenye mantiki kuhusiana na changamoto ambazo tunaziface. Kwa hiki ambacho tunakizungumza, kwa heshima kubwa sana, tuombe uongozi wetu waangalie wanataka sisi tuwe watu wa namna gani na wanataka timu yetu iwe ya namna gani. Warudi wao kuwa wamoja. Tunaomba watupe kile ambacho sisi tunakihitaji. Tumechoka hizi kelele. Tumechoka kukosa mataji, tunakosa vikombe, tunafungwa, tunafanya nini, lakini bado viongozi wanakuwa ni watu wa kutuyumbisha. Na sisi haya tunaelekeza kwenye uongozi wa klabu ya Simba, sio upande wa 49, kwa sababu vyovyote mtakavyo tafsiri nyinyi, lakini sisi ni wana Simba. Sisi ni wanachama wa klabu ya Simba. Sisi sio wanachama wa 49, sisi ni wanachama wa 51. Kwa haya tumekaa hapa sisi kama wanachama na mashabiki wa 51, not 49. Kwa clarification nyingine au tafsiri nyingine mtakazo kuwa nazo, hizo ni za kwenu. Lakini sisi tuko hapa kwenye kuhoji kwenye klabu yetu kwa sababu tunaamini tuna haki ya kufanya hivyo. Kwa tunaomba, ya kwangu mimi ni hayo, na tunaomba tupate majibu hayo kwa uwazi kabisa. Tuache kuumauma maneno na kupigana vijembe huko nje. Tumekaa hapa kwa makusudi mapana. Tunahitaji kujua muafaka wa timu yetu ni upi. Hicho ndio ambacho sisi tunakihitaji. Hatuko hapa kugombana na mtu, hatuko hapa tujibizane au tusutane au tufanye nini, no. Tuko hapa kuzungumza fakti na logic according to yale ambayo yanaendelea. Mimi naomba nimkaribishe Agi. Nafikiri na yeye ana kitu cha kusema kama mwana Simba, na wenzetu wengine nao nafikiri watazungumza kwa nafasi zao kama wana Simba. Asante.